الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم. صدق ربنا ذو الجلال والإكرام. اللهم انفعنا بالقرآن وعمنا بالغفران ووفقنا للإحسان واجمعنا على الإيمان. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وشفاء لصدورنا وكاشف كربنا وأحزاننا وكفارة لسيئاتنا وزيادة في أعمالنا وأعمارنا وبركة في أرزاقنا وسعة في أخلاقنا ونور اللهم به بصائرنا وأبصارنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك به عنا واجعله حجة لنا لا حجة علينا وشاهدا لنا لا شاهدا علينا وانظر برحمتك إلينا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alotuwafikia tukaweza kukutana tena baada ya muda mrefu, siku nyingi. Siku moja tu ukafikiwa tena kuifikia tena siku kama ile, yatakiwa umshukuru Mwenyezi Mungu. Je, mwaka mzima? Na pengine tukijiuliza suala, ni wangapi walikuwa wakiuthamini Ramadhani, wakiipa haki Ramadhani, wakiitendea na kuifanyia Ramadhani mambo yatakiwao, haki ya kuyafanyia zaidi yangu mimi na wewe, na walitarajia sana mwaka huu wafanye zaidi sana, lakini hawakuweza kuifikia. Kwa nini iwe mimi na wewe tuifikie? Je, hujajiuliza suala pengine mimi na wewe kwamba tuna maasi, Mwenyezi Mungu akatufikisha katika soko la kutaka msamaha? Je, hujafikiria kwamba pengine wewe una taksiri, una upungufu katika kuifahamu Qur'ani? Mwenyezi Mungu akakupa tena nafasi ufike katika mwezi wa Qur'ani, akuangalie vipi. Ikiwa mwaka jana hukuweza kuipatiliza Qur'ani, mwaka jana hukuweza kuisoma Qur'ani itakiwavyo, mwaka jana hukuweza kuifahamu Qur'ani namna itakiwavyo, mwaka jana hukuweza kuifuata Qur'ani namna itakiwavyo, je, mwaka huu umeinulia nini katika kuifuata Qur'ani? Je, mwaka huu umeinulia nini katika kuisoma Qur'ani? Je, mwaka huu umeinulia nini katika kuifahamu Qur'ani? Halija kupitikia wewe mimi na wewe suala kuwa pengine Ramadhani zilopita ulikuwa hufungi namna itakiwavyo kwa maana ya kutakiwa kufunga, pengine tulikuwa twakana njaa, Mwenyezi Mungu akatufikisha tena mwaka kama huu ili atuangalie, je, tutafunga ile funga itakiwao, ile funga aliyosema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatan fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Ikiwa wewe hutoacha kufanya mabaya, ikiwa wewe hutoacha kuyasema mabaya, falaysa lillahi haja, hakuna haja kwa Mwenyezi Mungu fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu, uache kula uache kunywa. Lengo la saumu si kukuadhibu wewe, lengo la saumu ni kutamahas, ni kukufanyia test, ni kukufanyia check up, uangaliwe vipi katika kumfuata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vipi katika kufuata maamrisho yake. Ikiwa uliweza kuacha mambo ambayo kwamba mwili ni lazima yayapate, kwa nini usiweze kuacha mambo ambayo kwamba yanaiadhibu roho? Sote twajua kwamba kula ni qiwamul badan, ni kitu chenye kujenga mwili, na lao wewe mwenyewe ukakaa muda fulani bila kula zaidi ya masaa uliowekewa,
utajihisi kwamba sasa mwili wako umekosa manaa, umekosa kitu cha kuweza kuprotect na maradhi aina nyingi sana. Vipi ukaweza wacha hichi chakula ambacho kwamba wewe akijua ni faida kwa mwili wako, ushindwe kuacha madhambi, kuacha makosa, kuacha mabaya ambao wewe wakubali ni hakika kwamba ni madhara kwa nafsi yako. Maasiya hakika yake ni madhara kwa nafsi yako, ingawa pengine shaitani sawalat lahum anfusuhum amra, shaitani na nafsi hukupambia, wazayyana lahum shaitanu a'malahum, shaitani akawafanyia nzuri zile amali, mabaya yale ambayo kwamba ni mabaya hakika ukayaona yana ladha, yana utamu, lakini huondoka ule utamu ule na ubaya wale kosa likabakia. Kinyume cha taa, kinyume cha taa, taa kuna tabu, huondoka ule utabu na ile athari ya taa ikabakia, na ukenda ukaihimidi kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo je, hujiulize suala, kwa nini mimi Mwenyezi Mungu anibakishe mpaka niifikie Ramadhani ya leo? Ana nini akitaka kwangu mimi? Ni kipi mimi nimekipunguza? Faratna fi jambillah, hatukufanya itakikanavyo katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukiweza kujiuliza masala kama haya, yataweza kukupa motisha. Kaifa taishu fi Ramadhan, vipi Ramadhani kama hii ni wewe watakiwa uishi? Je, yatakiwa uishi kama ulivyokuwa umeishi, au yatakiwa uwe na improvement? Ikiwa leo twaona katika ulimwengu wa sasa kila software baada ya muda huwa kuna upgrade, wewe huna update wala upgrade katika taa, uko pale pale. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama atuambia, man istawa yaumahu fahuwa maghbunun, mtu ambaye kwamba zitalingana siku zake mbili, jana na leo ni vile vile, yale uliyofanya jana ndio uliyofanya leo, wahesabiwa wewe fahuwa maghbunun, huyu amepata hasara. Nafikiri hapa tunao wafanyabiashara, ikiwa amewahi kusomea business management, huwa kuna kitu kila siku wewe wataka kufanyia nisba baina jana umeuza kiasi gani na leo umeuza kiasi gani, lipi lilokufanya kile ulokiuza jana leo usikiuze, na kipi kilokufanya ukiuze leo jana usikiuze. Wataka kuangalia difference, sababu wewe siku zote kwenye biashara watarajia nini zaidi. Kwa hiyo wewe kila siku baada ya ukimaliza yale masaa ya kazi wa county, jana nimeuza 10,000, leo nimeuza 9,000. Kwa nini? Mbona haikufika ile target basi angalau sikufika? Waona kwa umepata hasara. Je, katika taa wakao akaunti kwamba mimi jana nilimtaja sana Mwenyezi Mungu, kwa nini leo nisimtaje? Ni shati gani ilonichukua jana mimi nikawa nitamtaja sana Mwenyezi Mungu, au nitaswali sana, au nitasoma sana, leo nsipate? Kuna kosa gani nilolifanya leo likawa ndio ngome baina yangu mimi na hii ni khairi niloifanya jana? Lakini ni wengi ambao kwamba hatujiwekei hisabu, hatuna kaunta ya kujikaunti katika taa, sababu taa si kitu muhimu ufanye tu, lakini kuwa wafanya sana, hiyo sio first priority. Muhimu ni biashara. Kwenye biashara ndio tutakuwa tuna hamu sana, lakini katika ibada alhamdulillah, si haba mimi meswali, ibada yenda namna hiyo. Hangesema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, limithli hadha falyamalil amilun wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Kwa nini tukaekewa competition katika taa? Kama ilikuwa haina umuhimu tungeekewa. Maana kuambiwa
falyatanafasil mutanafisun, na washindane katika mambo ya kheri, na washindane ikiwa kuna watu wataka kushindana katika mambo, washindane katika kufanya kheri. Na ndio kaona Sayyidina Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu alikuwa ana hamu amshinde Sayyidina Umar, amshinde Sayyidina Abu Bakar katika mambo ya kheri, mpaka wakati wa vita vya Tabuk ilipokuwa Sayyidina Umar amekuja na nusu ya mali yake, akasema leo Sayyidina Abu Bakar hana sei, mimi nusu ya mali nishatoka nayo, naja nimpe Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ili yapate kumsaidia katika vita kama hivi. Wanafurahia kushindana katika mambo ya kheri, kama leo sisi tufurahia kwa kushindana katika mipira. Pengine mipira yenyewe timu hata wao hawatujui, sisi tu twazijua, na tutakaa tushindane na tutupe na wakati, na tuko tayari tutukanane na tukatane. Bwana yule anitukania timu yangu bwana, anasema timu fulani wote kadhaa kadhaa kadhaa, lakini hujawahi kushindana kwamba mimi nitajitahidi itakapokuwa kila kija msikitini anikute mimi nishafika kabla yake yeye. Kila akileta tende debe moja mimi naleta mbili. Kila akimsaidia maskini mmoja mimi nasaidia nyumba mzima. Kila akisoma juzu moja mimi nasoma mbili. Sasa Sayyidina Umar mara hii asema hii ndio wakati wa mimi kumshinda Sayyidina Abu Bakar. Akaja na nusu ya mali yake akayatanguliza kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ilikuwa una kawaida ukileta kitu ataka kujua una msingi gani katika kutoa kwako, sio utoe seme inshallah Mungu kuona wewe umetoa lakini bado huna thika kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwambia la, tukua hii ikusaidie. Usimsaidie mtu ukajiangamiza wewe. Akamuuliza Sayyidina Umar, umewatia nini watu wako wa nyumbani? Akamwambia ya Rasulullah, nusu ya mali yangu. Yani akaona yeye alotoa ni jingi, nusu kwa nusu ya Rasulullah, nusu ya mali mewatia wao. Sayyidina Abu Bakar akaya katoa, na kuna wengi walikuwa wakitoa, lakini kwamba huyu alikifanya competition na huyu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kujua kwamba Sayyidina Umar apenda sana kushindana na Sayyidina Abu Bakar, akaliuliza lile suala na yeye, ya Umar, madha tarakta li ahlik, umewatia nini jamaa zako? Amuuliza tena Sayyidina Umar kutaka kumshuhudia Sayyidina Abu Bakar, amwambia ya Rasulullah nisfu mali. Aona kwamba amefanya mara hii jambo zuri sana. Aulizwa Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar, madha tarakta li ahlik, umewatia nini familia yako? Amwambia ya Rasulullah, taraktu lahumullaha wa rasula, nimewatia Mungu na mtume wao. Sina ambacho kwamba kiko chini ya miliki yangu ila leo mmekuletea wewe ya Rasulullah. Najua Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kuangalia wao. Wengine utashangaa, sema vipi bwana huyu bwana zote naam, zote. Ikiwa binadamu wa kawaida hakubali kufadhiliwa, wewe ufikiri utamfadhili Mungu akuacha hivi hivi? Ikiwa binadamu wa kawaida, tuangalie wewe, sote twajua nyanja za siasa. Mtu kwenye siasa ajua yeo ya fulani yeo atatoka na shilingi 100 yake au shilingi 50 ende akatie mbele watu waone, ili yule mkubwa amuone ajue kwamba na siku yako mimi nilitoa na mimi siku yangu najua na wewe utafanya nini, utatoa. Itakuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wewe mfadhili Mungu asikulipe fadhila? Lakini wako wapi wanaokuwa na yakini ya hili? Hatimu Tai au Hatimul Asam, huyu ni bwana mmoja atufundisha darsa zuri katika yakini. Huyu Hatim alijulikana kwa Hatimul Asam, Hatim kiziwi. Na si kiziwi yani duko, asosikia,
Huyo alikuwa ni muuza duka. Alikuja mwanamke, kwa bahati mbaya ule mwanamke akatokwa na riahi, tokwa na upepo. Alipotokwa na ule upepo ukatoka kwa sauti, ule mwanamke akaona kama amevukwa nguo mbele za mwanamume. Najua sio wanawake wengine na wafanya na kucheka kwa hawana heshima. Huyu mwanamke akaona kama amevukwa na nguo, lakini sasa ataka kujidangamiza, umwita wewe mwenye duka. Hatimu amesikia, akaona kwamba huyu mwanamke hii hali ilomfikia ikabidi ajifanya kama hasikii, mpaka akagonga meza. Yani mimi sisikii. Yule mwanamke alhamdulillah, si haba, kumbe hichi kinyesi kilonitoka huyu hakukisikia kamwe. Yule mwanamke akatoka akasema, natoka dukani kwa yule ambaye hasikii. Ndio likawa ndio jina lake. Kuanzia siku hiyo akabandikwa jina Hatimul Asami, kwamba yeye hasikii, kwa ajili ya kumstiri mwanamke. Akakubali kuitwa duko sababu ataka kumstiri mwanamke. Huyu Hatimu ni mtu alikuwa na thika na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aliwalea watoto wake malezi ya kuwa waman yatawakkala ala Allahi fahuwa hasbu. Wewe ikiwa tegemezi lako la yaqini, wategemea mategemezi ya yaqini, sio una wasiwasi kutegemea kwa wasiwasi, wamtegemea yaqini yeye, fahuwa hasbu, wallahi yeye atakutosheleza. Huyu Hatim maskini safari moja alitamani kwenda hija. Akawaambia watoto wake, mimi natamani kwenda hija, lakini lau siogopei jukumu lenu nyinyi ningekwenda. Zamani ilikuwa hija watu ni kwenda kwa miguu tu, una haja visa, una haja ndege, una haja chochote. We madamu una afya yako, bismillah, tawakkal ala Allah. Katika watoto wake mmoja akamwambia, baba wewe uko na sisi chakula tabu tabu, haje wewe ukisafiri? Akamwambia, hilo ndilo mimi ninalolifikiria. Mtoto wake mdogo akawauliza swala, akamwambia, ndugu zangu, samahani mimi ni mdogo wenu, lakini nataka kuwauliza, babangu ndiye atupae riziki au babangu ni wasita ya kupitia riziki, mwenye kutupa riziki mwingine? Kamwambia, bila shaka mwenye kutupa riziki ni Allah, baba ni wasita. Nyinyi mwaona baba akiwa hako yeye atakosa wasita mwingine wa kuweza kutupa riziki? Kamwambia la. Kamwambia, basi mimi naona hamuna haja kumkataza babetu kutokwenda hija, mwateni baba aende. Huyu ni mtoto mdogo. Ikiwa madamu mwenye kuturuzuku ni mwingine, si baba, baba ni wasita tu, ni sababu tu. Kwa hiyo yeye hatokosa kusimamisha sababu nyingine, mwateni baba aende haji. Hatima akatoka msafara wake. Alikijulikana katika kile kijiji kwamba ni mtu mwema sana. Hatim kwenye njia ile, ule msafara aliokuwa nao, kulikuwa na kiongozi aliwahi kuumwa na hayawani usiku. Na Waarabu wana kitu waita ruqya. Mtu akiumwa husomewa kisomo ili hasa Mwenyezi Mungu amkhafifishie ule uchungu, na alikuwa ameumwa na Scorpio. Jamaa akauliza, afikum raqi, kuna naye kujua kusomea? Akaambia, katika msafara wetu tunaye Hatim, mja mwema yule, ni mtu tunamjua sisi, mwenyewe hana mambo na watu, hana matatizo na watu, yeye ni dukani kwake, ni msikitini basi. Akaitwa, akaja akamsomea. Kumsomea Mwenyezi Mungu akatia kabuli, akapoa. Ule bwana alokuja kumsomea huyu akamwambia, yule alosema kuna Hatim, akamwambia ule mkubwa tena, bwana huyu Hatim ametoka maskini, hana chochote hivi hata kula. Ule bosi ule alikuja kusomewa akasema, safari yake kwenda na kurudi juu yangu mimi. Kwa hiyo yeye asiwe na wasiwasi, uko kwenye msafara wangu, chakula kila kitu, gharama yote mmesimamia mimi. Hatim alipopata habari kama ile akainua mikono akamwambia, ya Rabbi, umenionyesha mipangilio yako katika nafsi yangu, na nataraji pia utanionyesha mipangilio yako katika familia yangu. Hatim akaenda safari. Huku sasa Hatim ameata familia yake,
Mfalme amekuja kutembelewa na falme wenzake, wameenda kutembea kwenye hunting, kuinda. Wakati wa kurudi, mfalme yuwasikia kiu, aona kufika nyumbani kwake itakuwa shida, asema asimamisha msafara, asema nendani mkagonge nyumba ile mulete maji. Nyumba ya Hatim. Mfalme, nyumba ya Hatim, nyumba ya maskini, wewe si utakwenda kwenye koteji lako ile utapata maji mazuri sema gongaini hapa, mimi kiu hapa, siwezi tena kwenda mbele. Aje askari agonge, nani? Asema mimi askari, niko na mfalme, mfalme ataka maji. Mama huku waanze kumlaumu, na wale ndugu waanze kumlaumu huyu mtoto, ona kumruhusu babako, leo mfalme tutamnisha nini leo? Mfalme ataka maji, sisi wenyewe maji ni hayo shida. Yule mtoto aambie la, niacheni mimi. Kenda kateka maji kwenye mtungi, akenda akampelekea ule mfalme. Kuyano yale maji, akahisi ladha ambayo kwamba hajawahi kuhisi katika maji kama yale. Mbona haya maji ntamu? Hawa maji ameyatoa wapi? Akamwambia niongezea tena maji, akamwongezea. Ule mfalme akayaona tamu sana, akamuuliza we mtoto wa nani? Akamwambia mimi babangu ni Hatim. Yuko wapi? Akamwambia ameenda hija. Nyinyi haya maji hutoa wapi? Akasema haya maji hutoa kisima kile kitokacho na watu. Akasema mimi nimekunywa maji sehemu nyingi na mahali tofauti, lakini sijawahi kunywa maji tamu kama haya. Kwa hiyo mimi nina zawadi, nitaka kuwatunuku. Hatim yule kijana akamwambia madamu ni zawadi wataka kututunuku, hatuwezi kukataza. Hajui ni zawadi gani. Yule mfalme akatoa kifuko sura, kile kifuko ndani yake muna dinar za dhahabu. Akamwambia hii ni zawadi ya haya maji yenu yaliokuwa tamu. Mfalme alipotoa kile, wajua tena wewe gavana akitoa akimsaidia mtu na kila alofuatana na yeye ufanya nini? Na yeye utaka kumuonesha gavana, sisi tuko na wewe bwana, wewe ukitoa na sisi tutatoa. Basi mfalme alipotoa na kila mmoja akatia mfukoni, zawadi umetufurahisha mfalme wetu wewe. Haya, kila mmoja akampa mzigo mpaka amekuwa hawezi kuutukua ule kijana. Ule kijana akaenda ndani akamuita mama, akamwambia tumepewa zawadi, mimi siwezi kuzitukua. Wakija kiangalia ni madhahabu kwa madhahabu ya pesa. Sasa mama na wale watoto wale wengine wamekuwa huteka sasa furaha, alhamdulillah, galia raha ni galia neema. Yule mdogo sasa yualia, yule mtoto mdogo yualia. Mama akamrukia yule mtoto, wewe mtoto derea, wewe neema kama hini watu baada ya kufurahi wewe walia. Akamwambia mama, mimi silii kwamba tumepata neema, mimi nalia kwamba nyinyi mwafurahi mumeangaliwa na kiumbe amewatazama kwa jito la rahma, mumesahau shida zote. Kaifa lau tungeangaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Fikiria, huyu alotuangalia ni kiumbe kwa jito la rahma, mara moja tu nyumba imebadilika. Tumesahau kama sisi maskini, tumesahau shida zote. Nafikiria lau tungepata nadhara min nadharati arrahman, tungeangaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sisi tungekuwa na hali gani? Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia usiku wa kwanza wa Ramadhani Mwenyezi Mungu huwatazama waja wake biaini rahma, wa man nadharahu Allahu lam yu'adhibuhu abada, lam yu'adhibuhu abada. Ule atakaye kuangaliwa na Mwenyezi Mungu usiku wa kwanza wa Ramadhani, huyo haadhibiwi maisha. Hata kafanya makosa, asli huwezi tena kufanya makosa wewe, anaingia kwenye ito la rahma la Mwenyezi Mungu, hafanyi tena makosa. Nakumbuka safari mmoja aliniuliza, akanambia vipi ikawa mja utasikia mtu akifanya jambo fulani hatoadhibiwa na Mwenyezi Mungu? Kamwambia huyo asli yuishi kimungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema katika hadithi al-Qudsi, kuntu sam'ahu, yeye Mwenyezi Mungu huwa ndio masikio,
Yani masikio yako masikio ya Mungu hayasikilizi ila jambo la Mungu. Tujiulize mimi na wewe, masikio yetu masikio ya nani? Tusikiliza mambo ya nani? Kuntu basarahu allati yubsiru biha. Mwenyezi Mungu asema mimi ndio huwa jicho lake. Yani wewe hutazami ila la Mungu. Mimi na wewe tutazama mambo gani? Kuntu yadahu. Mwenyezi Mungu asema mimi na ndio mkono wake allati yubtishu biha. Anautumilia nguvu, anauchukua, anaupokea, anautoa. Hupokei ila cha Mungu, hutoi ila cha Mungu, hushiki ila cha Mungu. Kuntu rijlahu alladhi yamshi. Na mimi ndio guu lake, huendi ila sehemu ya Mungu. Huliinui guu lako ila kwa mahala ambako kwa Mwenyezi Mungu aparidhia. Hivi ndio vipimo vya kujipimia. Huyu ndiye ambaye ametazamwa na Mwenyezi Mungu kwa ito la rahma. Vipi ataadhibiwa? Mtu anayetizama kwa jicho la Mungu. Kila litazamalo laridhiwa na Mwenyezi Mungu. Kila alisikilizalo laridhiwa na Mwenyezi Mungu. Kila azungumzalo laridhiwa na Mwenyezi Mungu. Kila ashikacho charidhiwa na Mwenyezi Mungu. Kila akiendeacho charidhiwa na Mwenyezi Mungu. Vipi ataadhibiwa mtu kama huyu? Mimi na wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa muda mpaka tukafika Ramadhani. Je, tutaaradh, tujisababishia kupata kutazamwa na Mwenyezi Mungu, mtazamo ambao kwamba anayetazamwa na yeye la yuadhibuhu abada, haadhibiwi? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amwambia Umar, umemuona mwenzako Abu Bakar amekuja na kila chake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Umar aseme sikuwahi kushindana na Sayyidina Abu Bakar katika mashindano yote ila hunitangulia. Laitani sha'ratun min sha'ri Abu Bakar. Natamani niwe ni unyele katika unyele wa Sayyidina Abu Bakar. Hawa ndio watu walofahamu hakikatu tawakkul ala Allah, ukweli wa kutawakkal ala Allah, ukweli wa maagizo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyoyaagiza. Ramadhani ni madrasa, Ramadhani ni chuo, Ramadhani ni college, Ramadhani ni university, lakini ya kusafisha tabia, ya kusafisha akhlaq, ya kuondosha machafu, ya kuondosha mabaya. Ikiwa bado wewe mpaka Ramadhani imeingia na waazimia mabaya, bado wewe waonelea utesi kitu bora, bado wewe waonelea kula ribani kitu bora, bado wewe waonelea kudhulumu ni kitu bora, bado wewe waonelea zina ni kitu bora, bado wewe waonelea kukata uzao ni kitu bora, bado hujaifahamu Ramadhani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum. Kuna lengo lenyewe ni lipi ya Rabbi? Umetufaradhia tusaumu hivi la'allakum tattaqun, mukifunga Ramadhani itakiwavyo, mukifuata Ramadhani itakiwavyo, ni hakika mutapata takwa. Namna gani tutajiandaa na Ramadhani? Namna gani tutaishi ndani ya Ramadhani? Ni nini Ramadhani katika Uislamu? Kwa nini tukaekewa Ramadhani? Wakati gani ulifaradhiwa Ramadhani? Haya ni masala ambayo kwamba tunataka tuanze nayo katika mada, kabla mada ambayo kwamba tutataka kuielezea tulokuwa nayo mwaka jana, tukafikia katika tafsiri ya surati An-Nur, kuelezea tukafika katika aya az-zaniyatu la yankihuha illa zanin. Tunataka tuelezee mada yetu insha Allah Taala. Jumamosi ndo tutaianza rasmi kueleza zina na madhara yake katika jamii. Tutaianza mada hii insha Allah Taala katika kuifasiri aya ya Mwenyezi Mungu az-zaniya, zina na madhara yake katika jamii. Vipi zina inajulikana katika sharia na vipi zina yatambulikana katika jamii? Kwa hiyo kabla ya kuja kuifikia hii Jumamosi insha Allah Taala, mwanzo tutaka tukuelezee haya
Ramadhani ilifaradhiwa lini? Tumalize hili sababu wakati nao umekwisha. Huwa tuna kipindi cha masala na watu wataka kurudi kazini. Ramadhani ilifaradhiwa mwaka wa pili baada ya kugura Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kutoka Maka kwenda Madina. Mwaka wa pili ndio Ramadhani ilifaradhiwa katika mwezi wa Shaabani. Na ajabu, Ramadhani ilifaradhiwa Shaabani, mwaka huo huo Ramadhani ndio kafaradhiwa jihadi. Kama kuonesha ikiwa huwezi kufunga, huwezi kupigana jihadi. Huwezi wewe kustahiki kuwa ni mtu wa kupigana jihadi ila baada huo umefunga. Umefunga kutukia watu. Kufunga kwa maana ya kufunga sio kukaa na njaa. Kufunga na kila alilokataza Mwenyezi Mungu. Funga na rishwa, funga na bughdhi, funga na hasadi, funga na hikdi, funga na kusengenya, kufunga na kuteta na wenzako, kufunga kuangalia haramu, ufunge usiseme ya haramu, ufunge usisikilize ya haramu, ufunge usile cha haramu. Ukiwa wewe umeweza kufunga na haya, basi ni kwamba mwaka huo huo na wewe umefaradhiwa jihadi. Lakini ikiwa huwezi kuyafunga na haya, ni urongo. Na katika tatizo ambalo kubwa sisi twalipata ni kuwa baadhi ya ndugu zetu walazimisha watu umuhimu wa kufa fi sabilillah. Nafikiri juzi mimi nimeiposti nikasema ni jambo zuri kufa katika sabilillah, lakini zuri zaidi ni kuishi fi sabilillah. Lau tutajifundisha kaifa naishu fi sabilillah, vipi tutaishi sisi siku zote tuishi fi sabilillah. Ukizungumza wewe wazungumza fi sabilillah, ukipokea wapokea fi sabilillah, ukitoa watoa fi sabilillah, ukitazama watazama fi sabilillah, ukisikiliza wasikiliza fi sabilillah, ukienda wenda fi sabilillah, ukiswali waswali fi sabilillah, ukialika waalika fi sabilillah, ukipenda wapenda fi sabilillah, ukitukia watukia fi sabilillah. Hapo lazima ufe fi sabilillah. Lakini wewe unataka kufa fi sabilillah na huishi fi sabilillah. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia man yamutu almar'u ala ma asha alayhi, mtu hufa vile alivyoishi. Anaoishi fi sabilillah atakufa fi sabilillah. Kwa hiyo ni muhimu tuwafundishe watu namna gani wataishi fi sabilillah, kushikamana waislamu kwa waislamu. Wewe leo muislamu mwenzako ndo adui yako, vipi utaishi fi sabilillah? Wewe muislamu mwenzako leo ndo umtamania mabaya. Wewe muislamu mwenzako wewe ndio umebeba haki zake. Wewe hudhulumu ila muislamu mwenzako. Wewe hutukii ila muislamu mwenzako. Wewe humtamani baya ila muislamu mwenzako. Akifungua duka jirani kama muislamu sallallahu alaihi amenifuata huku, baada ya kunena alhamdulillah, upande wa kulia na muislamu, upande wa kushoto na muislamu, alhamdulillah na ndugu zangu. Wewe kwa takiwa hata kama si muislamu umfurahikia, asa pengine kwa ile tabia yako njema uweze kumtia katika Uislamu. Lakini wewe kumvutia mtu kwa tabia yako humvuti, na bali wamfukuza. Kwa hiyo kuishi katika sabilillahi ndio kitu ambacho kwamba kimekosekana, na mafhumi hili ndio yataka lao ingekuwa twaingiza kwa watu kaifa yaishuna fi sabilillah, vipi watu wataishi hali ya kuwa wao waishi fi sabilillah, basi insha Allah taala tungekuwa hatuna matatizo. Ramadhani ilifaradhiwa mwaka wa pili katika mwezi wa Shaabani. Yatabaki masala limadha Ramadhan, kwa nini tuwekewe Ramadhani? Kisha tuje Ramadhani na maana gani katika Uislamu, kisha tukuelezee vipi utaishi katika Ramadhani. Ilikuwa baada ya kuwa umeshaelezewa namna gani utajiandaa kwa ajili ya Ramadhani. Ikiwa hukujiandaa, sasa tutaweza kukusaidia kukuelezea namna gani utaishi ndani ya Ramadhani. Mwenyezi Mungu atutakabalie, Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, Mwenyezi Mungu aijalie hizi swala tuloziswali katika Ramadhani ni azitakabali, na ziwe hizi swala ni kujihisabu sisi wenyewe. Hii swala mimi niloiswali leo adhuhuri ya kwanza ya Ramadhani yafanana na adhuhuri ya jana ambayo kwamba si ya Ramadhani? Alasiri itakaokuja itafanana na alasiri?
lazima kuwe kuna mabadiliko, lazima jitahidi. Ile Allahu Akbar unayotamka ndani ya Ramadhani iko sawa na ile Allahu Akbar ilikuwa kabla ya Ramadhani? Ile muadhini unaposikia Allahu Akbar, Allahu Akbar, wareact vipi wewe? Muadhini wa Ramadhani huno, vipi mimi nitaujibu? Vipi mimi nitaukimbilia? Tupendane, tusaidiane, turahimiane, tusikitikiane. Mwenyezi Mungu atupe kila la khairi, atuepushe kila la shari, atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina albatila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kama kuna swala lolote